Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa. Tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri, japokuwa kuna mambo baadhi ambayo yanaendelea kwa sasa huko ambako wapo kikosi cha wananchi. Unafahamu ya kwamba wananchi wako pale nchini Morocco, ambapo unafahamu ya kwamba ni jambo moja tu ambalo limeweza kuwapeleka ni kuhakikisha kwamba wanaondoka na ushindi mzito kwelikweli, ili utakaowawezesha kujiweka katika nafasi nzuri ya mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo timu ya wananchi Young Africans unafahamu kwamba wapo katika mission ya kuhakikisha kwamba wanafuzu kuelekea hatua hiyo ya robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Sasa mimi nimekusogezea mambo ambayo yanayoendelea huko nchini Morocco. Inaelezwa kwamba mambo ni mazito kwelikweli, ambapo kile kinachoonekana kwa sasa kwenye kikosi cha Young Africans, taarifa ni kubwa kwelikweli, na mimi nikaona sio vyema ni kuache hivi ni kusogezea taarifa ya kile ambacho kinachoendelea kwenye kikosi cha Young Africans, ambapo mambo ni mazito Morocco huko. Klabu ya Farabati imeamsha kwelikweli. Ni nini hicho ambacho kinachoendelea? Nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Hapa nazungumzia wababe wa soka la Tanzania. Bana, klabu ya soka Young Africans ambayo inaelezwa kwamba wamekutana na kazia ya kutosha kwelikweli kwa mashabiki wa klabu ya Farabati kutoka pale nchini Morocco. Unafahamu ya kwamba kumekuwepo na figisu nyingi sana, ambapo kwa kipindi cha hivi karibuni ukitua pale kuna nchi za Waarabu, hususan kwa vilabu ambavyo vinavyotokea katika maeneo ambayo yanaonekana bado yanakuwa kimpira, uwekezaji unakuwa ni mdogo, japokuwa wamekuwa wakiendelea kupambana kuhakikisha kwamba wanasogeza soka lao mbele zaidi. Kuna kutana na changamoto kuna nchi za Waarabu, mara nyingi kupigwa kwa mafataki, vurugu uwanjani, kutupiwa makopo. Wakati mwingine wamekuwa wakiweza kutana na kazia mbalimbali. Sasa inaelezwa kwamba Young Africans wanakwenda kutana vita nzito kweli kweli, kwa sababu katika kundi hili ukiweza kutizama ni kundi ambalo limekaa kimtego zaidi, kulingana kwamba kila mmoja anatafuta nafasi ya kwenda kwenye michuano hii katika hatua ya robo finali. Licha ya kwamba ambaye anaonekana kufanya vizuri ni National Al Ahly kutoka pale Misri, ambaye tayari ana pointi 8, lakini hawa wengine yeyote anaweza kubaki kuelekea katika safari ya robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Sasa inaelezwa kwamba Yanga wametua Morocco, vita ya kihistoria ya sogea, mechi ya kufa ama kupona. Hatimaye mabingwa wa wananchi Young Africans wamewasili salama nchini Morocco, tayari kwa vita kubwa dhidi ya Farabati katika michuano ya CAF Champions League hatua ya makundi. Huu si mchezo wa kawaida, ni mchezo wa heshima, moyo na historia ya klabu ya wananchi. Siku ya Jumamosi tarehe 7 Februari majira ya saa 4 usiku, macho ya mamilioni ya mashabiki yataelekezwa Morocco. Ni dakika 90 zitakazoamua hatima ya Yanga katika michuano hii mikubwa barani Afrika. Ushindi katika mchezo huu unamaanisha tiketi ya moja kwa moja kusonga mbele, ndoto ambayo kila mwananchi anaishikilia kwa matumaini makubwa. Wachezaji wa Yanga wamebeba sio tu jezi zao za kijani na njano, bali ni matumaini
ndoto na mapenzi ya mashabiki wao waliopo kila kona ya dunia. Hii mechi ambayo inahitaji moyo wa chuma, nidhamu ya hali ya juu na kujitolea kupita mipaka. Wananchi wanaamini huu ndio daraja lao kuelekea hatua inayofuata. Kila pasi, kila klosi, kila shuti litakuwa na thamani ya historia. Hii ni vita ambayo inahitaji umoja, imani na uzalendo wa rangi za kijani na njano. Morocco si safari rahisi. FAR Rabat ni wapinzani wakubwa, lakini Yanga imeonyesha mara nyingi kuwa wana uwezo wa kupambana hadi tone la mwisho. Hii ni nafasi ya kuandika historia mpya, nafasi ya kuonyesha ubora wa soka la Tanzania mbele ya Afrika nzima. Wananchi, huu ndio muda wa kusimama pamoja. Dakika 90 zinaweza kubadili historia kubwa kweli kweli ambayo wanakwenda kuiandika wananchi Young Africans, licha kwamba wanakutana na vikwazo vingi katika mashindano haya. Ikumbukwe kwamba hivi karibuni walikutanaga na kadhia ya refali kule dhidi ya klabu ya Mamelodi Sundowns, katishwa ndoto yao kwenda hatua ya nusu fainali. Kwa hiyo unaweza ukashuhudia kwamba mambo yanakuwa ni mengi kweli, lakini hawawezi kukata tamaa, licha ya kwamba unaambiwa Morocco si pa kirahisi zaidi, hususan kwenye klabu ya FAR Rabat. Mashabiki wake wamekuwa na vibe kweli. Lakini Young Africans, licha ya kwamba wanashiriki katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika na story yao ni kubwa kweli kwa sasa, pia Young Africans wametangaza kwamba wanakwenda kujenga ama kukamilisha mambo yote ya masuala mazima ya uwanja. Lakini nikukumbusha kwamba kuna watu ambao wamekuwa wakibeza swala hili la uwanja, wakijiuliza mpaka sasa miaka yote hiyo wananchi Young Africans wanapiga story moja tu kuhusiana na uwanja. Vipi? Mbona ni klabu kubwa na yenye historia kubwa, walishindwa nini kujenga uwanja? Lakini mimi nimekusogezea hapa orodha kwa uchache ya vilabu ambavyo vipo barani Afrika, ni vikubwa lakini havina uwanja ambao ni uwanja wao wa nyumbani, yani uwanja ambao ni wanaotumia wao. Hivi ni baadhi ya vilabu vikubwa barani Afrika ambavyo kwa sasa havimiliki viwanja vyao binafsi. Ya kwanza ni Wydad Casablanca kutoka pale nchini Morocco, lakini kuna Raja Casablanca yenyewe pia kutoka pale nchini Morocco. Lakini kuna Simba Sport Club. Hii ni moja kati ya klabu kubwa ambayo inashika nafasi ya 5 barani Afrika, lakini haina uwanja wake. Lakini kuna Young Africans ambayo inashika nafasi ya 11 katika ranking za CAF, lakini haina uwanja wake. Lakini kuna Zamalek ambao pia na wao wanatokea pale nchini Misri, hawana uwanja wao. Lakini kuna AC Vita Club kutoka pale nchini Kongo, lakini pia na wao ni moja kati ya vilabu vikubwa, lakini hawana uwanja wake. Lakini kuna Esperance de Tunis ambao pia wao hawana uwanja wao. Lakini kuna Al Ahly, National Al Ahly, lakini pia kuna Mamelodi Sundowns. Kumbuka klabu ya Al Ahly iko katika hatua za mwisho za kukamilisha ujenzi wa uwanja wao mpya unaotarajiwa kuwa na uwezo wa kuchukua mashabiki takriban 42,000 tu. Ikumbukwe kwamba katika orodha ya timu yenye mashabiki wengi barani Afrika ni pamoja na National Al Ahly. National Al Ahly wana mashabiki takriban 100,000, lakini imagine unakwenda kujenga uwanja wa zaidi ya mashabiki 42,000 tu. Hii inaweza ikawa ni taswira kwamba kujenga uwanja sio kazi nyepesi. Tuwape pongezi wananchi kwa hatua ambao wanakwenda kuifikia, kwani si kazi rahisi na sio jambo jepesi, hususan kwenye swala zima la kujenga uwanja. Bwana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na